ni malengo ya kutoa salamu za Krismasi kwa ndugu zetu wa Kristo hapa Tanzania na duniani kwa ujumla. Nianze kwa kusema kwamba kwa niaba ya Waislamu Mashia na kwa niaba ya Waislamu Mashia hususan wa Jumuiya ya Mashia ya Ithna Asharia Tanzania TIC, tunatoa mkono wa baraka, tunatoa mkono wa kheri, tunatoa mkono wa undugu kwa ndugu zetu na majirani zetu na Watanzania wenzetu, ndugu zetu wa Kristo hapa Tanzania, wanaume na wanawake, watoto na wazee, kwa kusherehekea Idi yao na sikukuu yao ya Christmas ya mwaka wa 2025. Ni matarajio yetu sisi kama Waislamu hapa Tanzania, sisi kama Mashia hapa Tanzania, sisi kama wanajumuiya ya TIC na kama Watanzania kwa ujumla, Christmas ya mwaka huu wa 2025 itakuwa sababu na chachu ya mambo yafuatayo, hususan baada ya taifa letu na nchi yetu pendwa Tanzania kupita na kuvuka kwenye wimbi kubwa la kuzama taifa kwenye mizozo na migogoro mikubwa isiyo na kikomo. Ni matarajio yetu Christmas ya mwaka huu itakuwa ni chachu ya kuenzi umoja wetu wa kitaifa, ya kwamba hatuna nchi nyingine, sisi sote Waislamu, Wakristo na dini nyingine ni Watanzania. Itakuwa ni chachu ya kuenzi umoja wa dini zetu na mshikamano tuliokuwa nao wa dini zetu zote hapa Tanzania. Lakini pia Christmas ya mwaka huu iwe ni sababu ya kuwaasa vijana na kuwaongoza vijana kwenye kutambua umuhimu wa nchi yao na kuwa wazalendo na kuipenda nchi yao. Lakini pia Christmas ya mwaka huu iwe ni sababu ya sisi wa Tanzania kuvumiliana, kustahamiliana, na mwisho iwe ni sababu Christmas ya mwaka huu kuirudisha sura yetu ya Tanzania tuliyokuwa nayo, tukisifika nayo kitaifa na kimataifa, ikisifika Tanzania ya amani, ikisifika Tanzania kisiwa cha amani, taifa la lugha moja, taifa la watu wanaovumiliana, taifa la mshikamano, taifa la watu ambao hawajui kubaguana kwa dini zao, kwa kabila zao na kwa rangi zao. Lakini tunafundishwa sehemu mbalimbali, sidhani kwamba kuna dini yoyote ambayo inafundisha uvunjifu wa amani, unayofundishwa vitu viovu. Dini zote duniani, iwe Buddha, iwe dini ya Hindu, iwe dini ya Kikristo, iwe dini ya Kiislamu, inatufundisha tuwe tunapendana, tuwe tunaheshimiana, tuwe tunavumiliana. Kwa kusherekea siku ya Christmas, sio tu kwamba tunatakiwa washerekee Wakristo peke yao, hata sisi tunatakiwa Waislamu tusherekee, manake Yesu Kristo ni mtume wa Waislamu, tunaamini vile vile. Tusipomwamini sisi Waislamu kwa Yesu Kristo, basi sisi hatuwezi kujiita Waislamu. Muislamu lazima akubali manabii, akubali vitabu vyao,
Kwa hiyo tunaposherehekea na sisi vile vile inabidi. Tunachotofautiana ni tarehe tu, kwamba wao wamepata, mimi sijui, kwamba ikawa ni tarehe 25 Disemba. Lakini kusherehekea sikukuu sio lazima usherekee siku hiyo hiyo, unaweza kasherekea hata kama sio siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo watu wengine ambayo wanasema hatutaki, mimi napingana nao kwamba tunamsherekea sio Christmas, tunasherekea mazazi ya Nabii Isa. Sasa kazi ya msikiti na kanisa ni kuwajenga waumini wawe wastamilivu, wawe na imani ya kuto kufanya vurugu, kuto kufanya kupora mali za watu. Kwa hiyo nawaomba kwamba kama vijana wetu wanageuka na maadili ya mafundisho ya dini, basi labda kanisa na msikiti hawafanyi kazi yao vizuri. Kazi ya polisi ni kuzuia huyo isitokee, lakini kama wewe hujampa na mafundisho mazuri kanisani au msikitini, basi hiyo ni kosa la mashehe na mapadri.